Watu wa Mungu na Watanzania wenzangu, habarini ya uzima. Kiukweli nimeona mauaji ya kikatili ambayo yamefanyika kwenye taifa letu la Tanzania kwenye kipindi hiki cha maandamano. Kiukweli imenipa kutafakari sana, na katika kutafakari nikakumbuka ndoto mbili muhimu sana ambazo nimeziona kwenye haya maandamano. Ile ndoto ambayo niliota tarehe 24 mwezi wa 8 2023, lakini pia na ile ndoto niliyoota tarehe 24 mwezi wa 6 2025. Ile ya 2023 ilihusu maandamano, na naomba nisiiweke wazi sana, lakini nikikumbuka namna nilivyowaona wale waliokuwa wameshika silaha walivyokuwa muonekano wao, ninakuja na nikirelate na haya mauaji yaliyofanyika, napata picha ya ile ndoto ya kwamba hayakuwa mauaji tu ya kuzuia maandamano, bali nyuma yake kuna ajenda ya siri ambayo yamkini sasa hivi hatujaijua, lakini kwenye ulimwengu wa roho ipo. Kwa sababu haiwezekani ya kwamba unawakuta watu wako majumbani na waua, watoto wadogo na waua. Manake hapa lililokuwa linatafuta sio kuzuia maandamano, bali ni kuibua machafuko ambayo yatakuwa endelevu. Ni sana kwamba mtu anawashia moto, anawasha moto kwenye nyumba alafu anawaachia muendelee kuzima, lakini anajua kuna vitu kutokea kwenye huo moto, kuna vitu vitaibuka. Na nikirejea kwenye hiyo ndoto 2023, wale niliowaona wakiwa na risasi hawakuwa maaskari, yani hawakuwa wamevaa nguo za kiaskari wala kijeshi, ila walikuwa ni watu ambao wamejifunga kwa namna fulani hivi, na walikuwa sio wenyeji wa Tanzania. Kwa hiyo pati imenifanya nirejee tena kwamba kwenye ile ndoto hawakuwa raia wa Tanzania waliokuwa wameshika bunduki. Kwa hiyo ingawa tunajua waliohusika kwenye mauaji haya wamo na askari wetu, lakini imenifanya nikumbuke hii ndoto na kuangalia kwamba kuna ajenda ya siri ambayo aidha inajulikana au haijulikani, ila kwenye ulimwengu wa roho inajulikana. Kwa hiyo hapa kuna pande mbili ambazo natamani nizikumbushe. Moja, kanisa. Tunatakiwa kuomba sana kabla tujaanza kufikiria, kabla tujaanza kuiona Tanzania kwenye sura ya nchi zingine kama Kongo. Na samahani kwa watu ambao ni raia wa Kongo kurejea nchi yenu, lakini natolea tu kama mfano. Lakini tunahitaji kanisa kusimama, ili kanisa na watu wote ambao wanamcha Mungu bila kujali dini zetu, ambao wanapenda haki, kusimama kwa ajili ya taifa la Tanzania kwa umoja wetu, bila dini zetu kutubagua na kututenganisha, ili tuione Tanzania ambayo ina umoja, ina upendo. Tuone fahari ya kuitwa wa Tanzania na sio Watanganyika kama ilivyokuwa mwanzo. Kuna kitu kwa kanisa na watu wa Mungu, naomba tuombe sana. Lakini nikirejea kwenye upande wa serikali na vyombo vya dola, endeleeni kuwasikiliza watumishi wa Mungu ambao kuna namna mnaona wana kitu cha kimungu ambacho wanasema juu ya taifa. Ni rahisi sana kuuzima moto ambao ndo unaanza kuwaka kuliko ule moto ambao umeteketeza ekari 10. Una gharama yake. Kwa hiyo ndoto imenitafakarisha sana, na ni tangu kwenye video zangu za kwanza nirejea kwamba
niko Marekani sio kwa sababu niliwahi kuwaza kwamba nitakuwa kwenye mafunzo ya huduma, kwenye huduma hii ambao Mungu alimtumia Leonard Bonke. Lakini ilianzia kwenye ndoto na ndoto zingine za kihuduma ambazo Mungu amezitimiza. Kwa hiyo ndo maana kwa maisha yangu ndoto huwa sio kama ndoto tu, bali kwangu ndoto ni ujumbe wa Mungu ambao huwa ninaona ananipa ili kufanyia kazi. Ndiyo maana sikuwahi kuonekana mtandaoni kuongea juu ya taifa, juu ya nini, lakini baada ya kuyaanza kuyaona yale ambayo nilikuwa ninaonyeshwa kwa ndoto yanatimia, nikajua kwamba Mungu alikuwa ananipa wajibu, sio kwa ajili tu ya huduma. Maana nilikuwa naombea hasa sana uamsho, kufunga na kuomba. Lakini nikiwa nafunga na kuomba huko mpaka siku 200 nikiombea uamsho, Mungu pia akawa ananionyesha mambo ya kitaifa. Ndani mengi mmeyasikiliza, sitaki kurudia. Kwa hiyo vyombo vya dola, wanajeshi, maaskari, kwa umoja wenu ni wakati ambapo mnatakiwa msimame, sio kwa ajili ya maslahi ya mtu mmoja, bali kwa maslahi ya taifa lenu, lakini pia na hata kwa uzao wenu, kwa sababu sio kwamba utakuwa uzao wako wote watakuwa maaskari. Unaweza kuwa askari wewe, lakini watoto wako wasiwe na kitu chochote kwenye taifa, wasiwe na cheo chochote. Kwa hiyo kumbuka kwamba hapo ulipo Mungu ametupa limited time. Kuna nafasi ambayo sasa hivi unayo ya kuweza kulisaidia taifa, lakini kuna wakati ambapo utaondoka, hutakuwa na nafasi ya kulisaidia taifa wala uzao wako. Kwa hiyo fanya kwa ajili ya taifa, lakini hata kama usio kwa taifa, kama huna mzigo kwa taifa, basi fanya kwa ajili ya uzao wako wa baadaye. Tuipende taifa, tuipende Tanzania kama rais wetu Nyerere alivyosema kwamba tuipende Tanzania kama tunavyowapenda mama zetu. Na natamani sana sasa hivi ni wakati ambapo Tanganyika imeanza kuzungumzwa sana na imeanza kusaundi kwenye mioyo ya watu. Lakini hiyo ni sehemu ya mission ambazo agenda ya asili inafanyika. Lakini natamani kuliona, Mungu anatamani kutuona katika umoja. Sisi wote ni binadamu bado, bila kujali dini zetu, kabila zetu, maeneo yetu. Kama Mungu alipenda kutupa uhuru na akapenda kutuunganisha, lipo kusudi la kutuunganisha. Kwa hiyo changamoto zinazoibuka kama taifa kwa sababu ya maslahi ya watu wachache, tufanye tukaona kila kitu ni kibaya, bali ni vizuri kurudi na kuangalia ni mambo yapi ya kuyafanya. Ni kama kwenye katiba ya mzee wetu Warioba ambayo alirejea, kuna namna ambavyo ni nzuri. Sisi ni ndugu, sisi ni watu, na penye umoja na mshikamano, hapo ndipo pana furaha, amani na mafanikio. Lakini pia ndoto ya pili ambayo imenitafakarisha baada ya kuona mauaji hayo ni ndoto hiyo ambayo nimesema ya 2025 ya tarehe 24 mwezi wa 6, nilipoota kwa habari ya shamba la umma, ambapo mwisho wa hiyo ndoto ni kwamba nilifanikiwa kumuua mbwa mmoja, lakini wale watatu walirudi. Lakini pia kwenye ndoto haikuonyesha kwamba shamba tayari tulikuwa tumeshalimiliki, ambao ilikuwa shamba la umma, ila ndoto ilipoishia ni kwamba tumeshikana mkono na Askofu Gwajima. Kwa tafasiri ya haraka ni kwamba maana yake bado hatujaimiliki Tanzania ikarudi kwenye mikono salama, bali bado iko kwenye mikono ya watu wachache, bado iko kwenye kikundi cha watu. Kwa hiyo kwa tafasiri ya pale ndoto ilipoishia kwamba tumeshikana mikono na mtumishi wa Mungu Askofu Gwajima, ninaomba nimtafasiri katika nafasi zake zote mbili alizokuwa nazo, ambazo amekuwa nazo.
moja kama mtumishi wa Mungu, ya pili kama mtumishi wa umma. Na mimi nikiwa mtumishi wa Mungu ambaye sifungamani na chama chochote, na nilipoacha kazi niliingia full time kwenye ministry. Hii inanikumbusha kwamba kanisa, watu wa Mungu, moja, wanatakiwa washirikiane, washikane mikono, wapeane mkono wa shirika kama Paulo alivyosema kwamba Petro na wale ndugu ambao walionekana kuwa na watu Paulo alipokuwa anarejea kwamba Petro na mitume wengine walimpa mkono wa shirika. Manake kama watumishi wa Mungu tunahitaji kupeana mikono ya shirika, tunahitaji kuwa na umoja. Huu sio wakati ambapo wa kulinda brandi za huduma zetu, bali ni kulinda yule aliyetupa brandi. Manake nia yetu iwe ni Mungu. Hiyo ndo maana ya kwanza ya kushikana mikono. Mimi kama mtumishi wa Mungu namshika mkono Askofu Gwajima. Inaonyesha ni kupeana mikono ya shirika. Nakumbuka lenki ya Askofu Gwajima anavyojulikana na mimi ninavyojulikana ni tofauti. Maana inatukumbusha kwamba umoja, bila kujali status ya mtu, bila kujali mtumishi ana kiwango gani, lakini kwenye umoja kuna ushindi. Kwa pamoja tushirikiane, tutiane moyo, tupeane sapoti kwa ajili ya kazi ya Mungu na kwa ajili ya taifa letu, maana haki huinua taifa. Kwa kama dini zetu zinaongelea juu ya haki, maana hatuwezi tukazitenga dini na taifa kwa baada ya kupata haki. Kwa ndo maana kuna wakati ambapo mtu hata kama utalazimisha kutotaja dini kwenye mambo ya taifa, lakini utajikuta tu umetaja. Kikubwa tu ni kwamba usitaje kwa mlengo wa kubagua dini ya mwingine. Maana sisi sote Mungu anatujua na mhukumu wa mwisho ni Mungu. Tunapokuja kwa habari ya taifa, ili tukija kwenye mambo ya rohoni, tunapozungumza mambo ya rohoni, manake tuna lugha ambayo tunaizungumza. Lakini tunapoongea kama taifa lazima utambue, na kama ambavyo Mungu ameacha dini ziendelee, manake na sisi tunatambua na kuacha kila mmoja kumpa uhuru wa kuabudu. Lakini upande wa pili wa kushikana mkono na Askofu Gwajima, kumbuka alikuwa na nafasi ya ubunge. Manake ni pale ambapo kanisa litashirikiana na serikali, na sio kwamba kwa namna ambapo kanisa sasa litamezwa na serikali. Maana hicho ndio kitu ambacho kilianza kutokea, ambapo kanisa lilianza kusapotiwa na serikali. Watu walikuwa wanamtumia Samia Suluhu kwa ajili ya kufanikisha michango yao ya ujenzi wa makanisa, miradi ya kanisa, miradi ya misikiti na nini. Lakini kwa upande wa pili ni kwa kama ni kufuli la kufunga midomo ya kanisa na ndugu zetu Waislamu kukemea uovu. Lakini Mungu hapa, maana yake kwa upande wangu ninavyotafasiri kwamba ni pale ambapo kanisa litakuwa na sauti pia kwa serikali, litakuwa na nafasi ya kusimama, yani litasimama kwa nafasi yake kama kanisa na sio kama puppet wa serikali. Manake mahali ambapo panahitaji kusemwa haki, isemwe haki. Hapo ndipo tutaweza kuwaua wale mbwa watatu waliobaki. Maana safari ya ukombozi na safari ya kutafuta haki huwa haishi njiani, lakini Mungu anatoa njia. Ndio maana siku zote tangu nimeanza tarehe 1 mwezi wa 10 kusisitiza juu ya taifa, nimesisitiza kwa habari ya watumishi wa Mungu kuungana kwa pamoja, kuitisha maombi ya kitaifa kwa ajili ya taifa. Maana tunaposimama kwa ajili ya haki, hatuwezi tukaacha taifa nyuma, maana haki inaunganishwa kwenye taifa. Kwa hiyo ni wakati wa kusimama, tumuombe Mungu. Lakini pia ninaomba nitoe ushuhuda huu. Sorry kidogo.
Naomba nitoe ushuhuda huu kwa ajili ya kutiana moyo kwa kile ambacho kinaendelea juu ya taifa la Tanzania. Ni kwamba siku zote Mungu akikupa kazi haiwezi kuwa rahisi. Lakini siku zote kazi ambayo Mungu yuko nyuma yake hauwezi kushindwa. Ndio maana Warumi sura ya 8 ule mstari wa 30-31 inasema, Bwana akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Maana kikubwa tu ni kuangalia nani yuko upande wako, ni Mungu au ni shetani. Kama Mungu yuko upande wako, hakuna kitakachoshindikana. Siku moja nilisoma maandiko kwenye kitabu cha Yeremia sura 36 mstari kuanzia wa 24 na kuendelea. Inasema hata pale mfalme alipotafuta kuwaua Yeremia na mwenzake, Mungu aliwaficha. Maana kumbe Mungu ana uwezo wa kumficha mtu. Kuna mahali wewe unaweza kufanya jitihada zako za kujificha usifanikiwe, lakini Mungu akikuficha, hata kama unatembea katikati yao, hawezi kukupata. Kwa hiyo unaposimamia haki ya Mungu, amini ya kwamba sio wewe tu juhudi zako zinakulinda, bali Mungu pia atakulinda. Lakini pia pamoja na hayo, Mungu ametuambia tuwe waaminifu hata kufa. Maana unapoamua kusimamia haki, usiogope kifo. Maana kifo sio hatima yako ya mwisho. Hatima ya mwisho ya mwanadamu imebeba kwenye haki anayoisimamia. Maana maandiko yanatuambia siku ile ya hukumu, Mungu atataja matendo yetu. Mungu atataja tuliyoyafanya. Kwa hiyo usiogope kutimiza wajibu wa haki kwa sababu ya kifo. Maana kifo ni mwanzo wa maisha mapya. Kifo ni kuiendea hukumu ya siku ya mwisho. Kwa hiyo ni vizuri kusimamia haki. Ninaomba niwape ushuhuda mfupi wa kutia moyo. Kwanza kabisa, ushuhuda wa kwanza mtarejea huduma moja inaitwa Salvation Army, ambayo ilianzishwa na William Booth mwaka 1852, lakini kaanza rasmi 1878. Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye alipata mzigo wa kuwafikia watu waliopotea. Hakuona kama kuna sababu ya kukaa kwenye makanisa huku wenye dhambi wakiwa wamejazana mitaani. Akaanzisha program ya injili mitaani. Lakini watumishi wenzake wakaanza kumpinga. Kwa mwisho wa siku walipompinga, ikabidi ajitenge. Kwa akaanzisha kitu kinaitwa Christian Mission. Akawa anaandaa wainjilisti wa kuweza kupeleka injili. Ndani ya miaka 10 alikuwa na timu ya wainjilisti 1000. Ni mtu mmoja aliyeanza, baadaye mke wake akamjoin hivyo. Na wainjilisti wake wa kwanza wengi walikuwa ni wale vibaka, majambazi, makahaba aliyowahubiria injili. Mwaka 1878 akaanza rasmi. Na wakati huo kulikuwa na upinzani mkubwa na mateso kwa watu ambao walikuwa wanahubiri injili. Maana alikuwa mtu wa England. Lakini mateso hayo hayakumfanya astop au akate tamaa, bali ndio yalimuamsha. Ndio maana akaongezea kutoka kwenye Christian Mission kuja kwenye Salvation Army. Maana yake ni kama jeshi ya ukombozi. Kwa Mungu aliwatumia. Kuna rekodi ambapo kuanzia 1881 hadi 1885 walikuwa wamefanikiwa kuwa na rekodi ya waumini wapya 250,000 katikati ya wakati wa mateso, kuteswa kwa ajili ya injili. Hii inatukumbusha nini? Wakati adui anakutesa unaposimamia haki, Mungu huinua mbinu mpya za kuitekeleza haki. Kwa hiyo huu ni wakati ambapo ni wa kuendelea kumomba Mungu ili aendelee kutupa njia mpya ya kupambana na watu ambao wako kinyume na haki, watu ambao wanajaribu kuzimisha haki. Maana uwezo ukaishi kwenye taifa ambalo
haki haipo alafu ukajihisi uko salama. Lazima hata kama uko salama leo, lakini kesho hautakuwa salama. Maana kumbuka, uovu una tabia ya kumfikia mtu yoyote, hata aliyekuwa na utetea. Kwa hiyo usishangae siku moja hata Samia uovu anaoutetea, Rais Kikwete mstaafu, uovu anaoutetea siku moja ukamgeuka. Waovu kwa waovu hugeukana. Hiyo ni principle ya uovu. Waovu kwa waovu hugeukana na kufanyana uovu, maana uovu hauna rafiki. Hauna rafiki. Kwa hiyo yeyote anayejihisi yuko salama kwenye taifa ambalo halisimamii haki anajidanganya. Ni wakati tu wa zamu. Ni sawa na kuku ambao wako machinjioni, unakufa kwa zamu. Kwa hiyo usimshangilie mwenzako anapokamatwa na kuuawa kwa sababu ya Krismasi. Kumbuka nayo ya kwamba kuna Pasaka inakuja, na hata kabla ya Pasaka kuna mtu anaweza kaja ana wageni nyumbani, anahitaji kitoweo. Kwa hiyo ni wakati ambapo Watanzania wote kwa lugha moja tunatakiwa kuongea lugha moja ya haki. Lugha moja ya haki. Haijalishi ni mwanasheria, ni mwanasiasa, ni CCM, ni Chadema, lakini tuongee lugha moja, haki. Tulipofikia kama taifa ni hatua mbaya sana, kwa sababu ni mahali ambapo hata uhai wa mtu umekosa thamani. Hata uhai wa mtu unaweza kadhulumiwa. Ni hatua mbaya sana ambayo tumeifikia. Na ndio maana nikasema kwamba inawezekana sisi tunaona kama ilikuwa kuzuia maandamano, lakini kumbe kuna ajenda asili yamkini ili kuibua vikundi vya ugaidi. Maana pale haki ya mtu inapodhulumiwa, huyo anayedhulumiwa haki kama hana hofu ya Mungu hugeuka naye gaidi. Mtu aliyenyimwa haki kama hana roho wa Mungu hugeuka naye gaidi. Kwa hiyo yamkini ndo kitu ambacho kwenye ulimwengu wa roho kinatafutwa kwenye taifa la Tanzania. Maana kuna watu wanafaidika kwenye machafuko ya nchi. Kwa huu ni wakati ambapo yeyote ambaye unaipenda nchi yako, simama kwa ajili ya nchi yako. Hatuna Tanzania nyingine. Mimi niko huku ugenini, lakini naona uthamani wa kuwa kwenye nchi yangu. Yeah. Okay, ushuhuda mwingine ambao ni wa kutia moyo ni kwamba unaposimamia haki, Mungu anakuwa upande wako. Na ndio maana watu wengi ambao walisimamia haki walijikuta wameokoka. Nini? Kwa sababu unaposimamia haki unaugusa moyo wa Mungu, na Mungu anaanza kutafuta njia ya kukuweka salama. Ni kama ilivyokuwa kwa Kornelio, alipoanza kugusa maisha ya watu, kuwatendea mema, kuwapa sadaka, kuwasaidia, Mungu alimfungulia wokovu, akamtumia malaika. Kwa hiyo kwenye sauti hii ya haki tutashangaa kuna watu wanaokoka. Ndio maana leo nimemsikiliza Mange Kimambi anasema hawezi akafanya tena umbea. Nini? Aligusa eneo la haki ambapo kuna vitu ndani yake, moyo wake umeanza kujitenga navyo. Anaona haipo thamani ya kufanya umbea wakati kuna haki inadhulumiwa. Hiyo ndo tabia ya kusimamia haki. Inaanza kukusogeza kwa Mungu mdogo mdogo. Kwa hiyo tuendelee kusimama. Okay. Naomba niseme hiki ambacho yamkini kwa hasa kwa watumishi wa Mungu na mtu yote kitamtia moyo. Mimi nilipoacha kazi ili nimtumikie Mungu mwaka 2022, Mungu alikuwa ananiongoza, alinipa mzigo kwa ajili ya watu waliopotea. Na ndio maana nilienda vijijini ili Mungu anifundishe kuzoea mazingira yote yale. Nimelala kwenye chini, nimelala na watoto, nimekojolewa na watoto. Kitu ambacho kibinadamu kwa wanaume, kukojolewa na watoto, mmelala kitanda kimoja, sio kazi rahisi, lakini nilifurahia hayo maisha ya utumishi.
Lakini kuna wakati ambapo nilifukuzwa kama mbwa kwa sababu sijasoma theology. Hayo yote yalikuwa ni mafunzo ya Mungu kunifundisha unyenyekevu. Kuna wakati ambapo nilikuwa naumia, lakini Mungu alinipa andiko la Mathayo 1:18-19 kama sikosei, ambapo maandiko yanasema kwamba Yusufu mmewe Mariamu, naye alivyokuwa mtu wa haki, hakutaka kumwaibisha, bali aliadhimu kumwacha kwa siri. Kwa hiyo kanikumbusha kwanza, naye alivyokuwa mtu wa haki. Kumbe ukiwa mtu wa haki, kuna mambo unanyamaza. Yaani kuna namna ambavyo moyo wako hautakuwa kwenye kufurahia mtu anapoaibika, mtu anapoteseka. Utaungana naye hata kama amekuumiza. Maana yule mtu ambaye mtumishi, mchungaji aliyekuwa amenifanyia hivyo, bado kuna wakati ambapo nilianza kuona upendo ndani yangu. Nilianza kusukuma kumwombea. Lakini pia ulikuja msamaha wa moja kwa moja bila yeye kuniomba msamaha. Na nikatafuta tuonane naye nimuombe msamaha mimi. Lakini bado akasema hakuna kosa ambalo nimelikosea. Kwa hiyo ilikuwa ni nini? Ukiwa mtu wa haki, ufurahii mtu mwingine aibike au ateseke. Lakini kwa hiyo mimi ajenda yangu kubwa, injili yangu kubwa ilikuwa kuona watu wakiokolewa. Sasa kuna wakati nikiwa huko, mtu mmoja akiwa kwenye maombi, ni mtu mwombaji. Siku moja ameamka asubuhi akaona maono kama picha imekuja mbele yake, akaniona niko kwenye kanisa kubwa lina TV. Ninahubiri, afu baadaye akashangaa kuna video, yani nikatrendi nchi nzima. Ilikuwa hiyo ndoto aliyote ilikuwa 2021 mwezi wa 11. 2022 Mungu akanipa neema ya kutoka vijijini, nikawa ninasali kanisa la AICT Chang'ombe, pale ambapo wanaimba kanisa la Neema Gospel na AICT Chang'ombe. Mahali hapo nikapewa nafasi ya kuhubiri Morning Glory. Hiyo Morning Glory ikanitambulisha mpaka nikaitwa Kenya kuhubiri kupitia klipu chache ambazo nilishare kupitia hiyo Morning Glory. Na watu wengi wakaanza kunifahamu kupitia Morning Glory. Lakini kuna wakati ambapo nikaanza, mtumishi wa Mungu, ninaomba nimtaje kwa upendo, mtumishi wa Mungu, sitaki kuchonganisha watu hapo kwa natamani kumtaja. Mtumishi wa Mungu, mchungaji Dr. Mayala, Josephat Mayala Mitinje, akawa ananipa limit ya ujumbe wa kuhubiri. Kiukweli ulikuwa ni mtihani mkubwa ndani yangu, kwa sababu status ya mchungaji Joseph Mayala Mitinje ni kubwa sana kwa upande wa huduma, lakini pia kwa upande wa serikali pia. Amefanya huduma mataifa mbalimbali. Kwa hiyo ilikuwa ni challenge kubwa sana, hasa pia ukiangalia ndiye mchungaji kiongozi na anakupa limit ya ujumbe wako uweje. Ndani yangu sikuona kama ni sawa. Kwa sababu unapoandaa ujumbe, unaandaa ujumbe kutokana na Roho wa Mungu anakuongoza nini, kama kweli wewe ni mtumishi wa Mungu. Hasa ukiandaa ujumbe ukiwa unahubiri kutokana na watu na mtu anavyokupangia, kuwa makini, kwa sababu kuna wakati utahubiri cha mtu na sio cha Mungu. Kwa kweli mimi kwenye utumishi wangu nimejua ya kwamba Mungu ameniita nimtumikie. Kwa hiyo sipo kwa ajili ya mtu, nipo kwa ajili ya kufanya kile Mungu amenipa. Kwa hiyo nilikataa. Kwa kila nilipokuwa napewa nafasi ya kuhubiri Morning Glory, nilikuwa nahubiri cha kwangu ambacho Mungu amenipa. Mwisho wa siku nikanyimwa ku Morning Glory. Kumbuka hapo nilikuwa nimetoka vijijini na niliambiwa nije mjini ili niweze kupewa angalau support, kwa sababu maisha kule yalikuwa magumu baada ya kuwa nimefukuzwa huko, sina uelekeo.
lakini najua ni Mungu alikuwa amenileta pia, maana maono yalitangulia kabla sijaenda pale. Kwa hiyo nilichoamua siku moja nikiwa ninaomba, nikasikia ndani yangu naambiwa, Musa, kuanzia leo usijiombee kuhubiri. Kama wanakupa wakupe, lakini nitazame mimi. Kweli ukapita karibu mwaka mzima bila kupewa. Nakumbuka kiwa mjini, nikiwa huko ndo lilikuwa kanisa langu ambalo linanisapoti kwenye huduma, ili pia niweze kuendesha familia yangu kulingana na wito ambao ninao. Kwa hiyo wakati huo ndo nilipoamua sasa kumtafuta Mungu na kufunga. Hiyo sasa ni 2024, mwaka jana tu, nikaamua kufunga siku 100, ili ombi langu lilikuwa ni kwamba, Mungu, ninaomba unifungulie milango ya huduma mpaka kimataifa. Umenifungia mlango mmoja wa kuhudumu kanisani, lakini ninaomba unifungulie mlango mkubwa zaidi wa kimataifa. Hapo ndipo Mungu aliponipa ndoto ya kuonana na Leonard Bonke, na baada ya mwezi mmoja na siku akaitimiza, ambapo nikaona huo mkutano, nikauona Facebook kwenye timeline ya Daniel Kolenda, maana Leonard Bonke alikuwa ameshafariki. Na mpaka kuanzia hapo sijawahi kuona tena timeline ya Daniel Kolenda. Maana yake Mungu alikuwa amekusudia tu. Kwa nikawa nimeenda Uganda ulikokuwa nafanyikia, na kutoka hapo Mungu ndo akaanza kuniunganisha sasa South Africa. Nikapelekwa huko kusoma shule ya uinjilisti ya hiyo huduma Leonard Bonke niliyemwota. Baada ya hapo mwaka huu 2025 ndo kuja Marekani kwenye hii huduma ya Sifa, ni pia hii huduma Leonard Bonke kusoma shule ya huduma. Kwa sasa nadhani unaweza ukaona kwamba baada ya mimi kujikuta kwamba niko kwenye vita kali, ilikuwa ni vita kali, mtu asikwambie. Maana kumbuka watu wote wanakuona kama mpinzani, ni kama unamkosoa mtumishi, kama yani mambo yalikuwa mengi. Lakini ninachomshukuru Mungu ni kwamba alikuwa ananionyesha kila step. Mfano, kuna siku moja usiku niliota ya kwamba mzee mmoja ninampenda sana na hekima na amekuwa baraka kwangu, mzee Nkirigi. Nikaota wako na mchungaji wako kwenye kikao, lakini baadaye nikashangaa ninamuona na gari anakuja kwangu, kwa ikabidi nijifiche. Hiyo siku nimeota, nikashangaa ananipigia simu. Kwenye ndoto aliponikaribia aliniona, lakini aliamua kuniacha. Nilijificha, ila alikuwa ameniona, ila akaamua kupitiliza. Kweli jioni yake nikashangaa amenipigia simu akaniuliza uko wapi. Nilitamani kumdanganya, ila ilibidi nimwambie ukweli, maana ukiwa mtumishi wa Mungu hutakiwi kudanganya. Basi nilipomwambia akaniambia tuonane, ila ndani yangu nikashuhudia hapana. Kwa ikabidi niende Kenya ili angalau nikapate utulivu huko, nikawa ninafanya huduma. Mambo yalikuwa mengi, na mpaka wengine wakasema achukuliwe hatua, apelekwe polisi. Wengine wakasema labda amechanganyikiwa, lakini sikuwa nimechanganyikiwa, lakini nilikuwa nimeamua kusimamia kila ambacho Mungu alikuwa amenionyesha. Maana pia alikuwa amenionyesha mauti kwa huyo mchungaji, na kuna tukio liliwahi kutokea la kichawi. Kwa nilijua kabisa kwamba hapa ninaposimamia hiki, sio tu kwamba ninasimamia cha Mungu, bali ninamsaidia yeye pia. Kwa sababu shetani anapokuleta kwenye mfumo wake, ndahisi kukuangamiza hata kama ulitumiwa na Mungu kiasi gani. Na baada ya muda ilitokea kweli, kuna ndege huyu anaitwa nani, nakuwa namsahau mara kwa mara, ambaye anatumiwa kichawi. Sawa, nimemsahau. Bundi alifia mlangoni kwake, na kuna siku mlinzi
alikutana na watu kichawi. Kwa hiyo na baada ya kuona hivyo, mimi nikaanzisha maombi hapo kanisani. Kwa nini nimeileta hii story ambayo sio afya sana kwa kanisa? Ni kwamba kati ya nyakati mbaya kwenye mafanikio ya mtu ni pale ambapo, kwenye mafanikio ya mtu au taasisi au nchi, ni pale ambapo anaangalia kulinda brandi kuliko kulinda kilichompa brandi. Kuna wakati ambapo makanisa yetu haya makubwa yanazidiwa na makanisa vijijini. Kwa sababu gani? Kuna namna ambapo tulipokuwa tunafanya cha kimungu, Mungu akatuinua, kuna mahali ambapo sasa huwa tunajisahau na kutafuta kulinda jina ambao tumelipata badala ya kulinda kile kilichotupa jina. Na kuna wakati ambapo akija mtu ambaye anatamani angalau kunyoosha, kusimamia cha Mungu, kusimamia kinachoweza kutupa jina, tunajaribu kumweka pembeni ili asiharibu brandi. Maana kwa makanisa haya makubwa wanakuja watu ambao hawana hata mzigo wa kuokoka, ila wana support kubwa ya kifedha. Kwa hiyo ndio maana tunajikuta hata injili tunaanza kuipamba, kuigeuza ili iwafiti watu wote. Huko ni kulinda brandi. Lakini kwa Mungu aliyekupa brandi ndo anaweza kukutunzia brandi yako. Ndio maana tunaanza kuona watu aliinuliwa sana, lakini baada ya muda unashangaa anafanya kile alichokuwa anakifanya mwanzo, lakini sasa hivi hakina mguso kama ule wa kwanza. Nini? Kuna mahali ameanza kulinda brandi, ameacha kulinda kilichompa brandi. Ndivyo hivyo hata kwenye vyama vya siasa. Kuna wakati ambapo kile kilichowapa brandi CCM, kile kilichowapa brandi, natolea mfano CCM, wanakiweka pembeni, alafu wanaanza kutumia brandi. Brandi haiwezi kukupa kile unachokitaka na ukabaki salama. Kwa hiyo Tanzania yangu, kingine, wakati ambapo brandi ya mtu imeongezeka, kuna watu ambao wanakuja, lengo sio kuendeleza brandi, bali kutumia brandi kwa ajili ya maslahi yao. Ndio maana unashangaa kuna watu wanaingia kwenye kwaya, sio kwamba ana mzigo wa kuimba, ana kalama ya kuimba, ila amejua hii kwaya ina hela. Kwa hiyo yupo hapo kwa ajili ya kupata mikataba na nini ili apate hela. Na wale ambao ndo waliibeba brandi wanabaki kuumia na nini. Na unajikuta kwamba hao watu ambao wana ajenda za siri, wana ajenda za kwao, huwa wanatafuta nafasi kubwa ikusudi msiwe na sauti nyinyi ambao mnatafuta kutunza kile kilichowapa brandi. Kwa hiyo ujumbe huu nimeutoa ni wakati ambapo kanisa tunahitaji kuliponya. Kwa hiyo ujumbe huu sio kwa ajili ya AICT Chang'ombe tu. Ni kwa makanisa yote makubwa, ni kwa huduma zote kubwa, ni kwa watumishi wote wakubwa. Kuna wakati Mungu atatumia watu wadogo sana. Mungu anaweza akatumia hata mtu ambaye anasafisha kanisa, uliyemwajiri kufanya usafi kanisani, akamtumia huyo kukupa ujumbe wako ili upone. Kwa ni swala la wewe kuwa na moyo wa unyenyekevu. Kwa hiyo wakati huu sasa ni wito wangu kwamba hebu ni wakati ambapo tumtangulize Mungu aliyetupa brandi na anayeweza kutupa brandi. Tuitangulize haki kwa taifa letu ambayo ilitupa brandi ya amani. Maana kabla ya amani kuna haki inatangulia. Nje ya hapo hatuwezi tukaipata. Lakini sasa tusimame na Mungu katika kila jambo. Kwa ushuhuda ambao nimeutoa binafsi, unaweza ukajifunza kitu ya kwamba nilipoamua sasa kwamba ninasimama na Mungu hata kama mimi ni mtu peke yangu, Mungu alianza kufungua milango ambayo kibinadamu uwezo kaielezea. Na nilisema kwamba Mungu, ninaomba sasa nisitafute support kwa kujipendekeza, bali mtu ambaye utamgusa ndo atakayenipa support. Kwa hata huko Marekani ninacholipiwa ni ada tu, chakula, malazi, ninaishi kwa muujiza.
lakini ndani yangu na utunza moyo wangu ili nisije nikajikuta ninatazama pesa. Ninakubali kuishi maisha yote ambayo ni magumu ili kutunza cha Mungu ndani yangu. Mwisho, watu wa Mungu, unawaza nini kama taifa litapotelea gizani na wewe ulikuwa Mungu amekupa nafasi ya kuifanya Tanzania mpya? Unawaza nini kama watu wataendelea kufa dhambini alafu na huduma kubwa ambayo huifanyii kazi? Natamani tujifunze kwa hawa Salvation Army, lakini pia kwa navigators ambao sijawaelezea. Huu ni wakati ambapo kuna vijana wengi ambao wana wito wa kutumika lakini hawana support. Huduma kubwa hizi tunaweza tukazitumia, makanisa ya makubwa tunaweza tukatumia kuandaa watumishi. Andaa hata badala ya kucomplicate kupeleka watumishi wa Mungu vijana vyuo vya Biblia. Andaa timu ya huduma. Ni rahisi sana kuandaa watu 1000 wa huduma kuliko kupeleka watu 1000 kwenye chuo cha Biblia. Unaweza ukajikuta uliowaandaa practically wakawa bora kuliko waliopelekwa vyuo vya Biblia. Kwa hiyo ni wakati ambapo hebu tuingie mission ya kuwafuata waliopotea. Tusipowafuata waliopotea, hao ndo watakuwa magenge ya ugaidi, maana wametafuta haki hawajaipata. Kanisa lijasimama kutafuta haki yao. Watakachofanya ni kokote ambako wanaweza kupata support, kupewa support ya silaha, wanaweza kuwa magaidi. Kanisa tuamke. Huu ni wakati ambapo popote unapokuwa, omba kwa ajili ya Tanzania. Mungu awabariki sana. Naomba tuombe. Mungu uliye hai, asante kwa neema yako. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa upendo wako. Mungu, tupe neema. Tupe tena Tanzania. Tupe tena Tanzania Bwana. Mungu, ahadi yako ni kwamba huwezi kumwacha mwenye haki apotee. Huwezi kumwacha mwenye haki Bwana. Nami naomba neema yako Mungu ikasimame. Ninaomba Mungu ukajidhihirishe. Naomba Mungu ukatupatie haki. Kama ulivyoangusha ufalme wa Belshaza, Baba, angusha ufalme wote wa uovu. Kikundi chochote Bwana cha siri ambacho shetani anakitumia ili kuleta machafuko kwenye taifa la Tanzania, kama we Mungu uishivyo, tunakiangusha kwa jina la Yesu. Kama ufalme wa Babeli ulivyoanguka, na kama ulivyotawanya kikundi kilichoamua kujenga mnara wa Babeli, ndivyo ambavyo Bwana tunakitawanya kikundi ambacho kimeinuka kwenye taifa la Tanzania ili kuleta machafuko kwa maslahi yao wenyewe, ili kutugawa. Lakini Mungu, naomba tuongee lugha moja kati ya Tanzania bara na Tanzania visiwani. Tuongee lugha moja. Tupe namna bora ya kutatua changamoto zetu za kitaifa bila kumwaga damu. Mungu, naomba ukaisimamishe haki kwenye taifa la Tanzania. Lakini pia tupe umoja. Tupe umoja kama watumishi wa Mungu. Tukutangulize wewe kuliko huduma zetu, kuliko brandi zetu. Mungu, tufundishe tulipokosea tusikosee tena. Ninaombea serikali ya Tanzania Mungu. Ukainue serikali ambayo ina hofu yako, inasimamia haki yako. Inua watumishi ambao Bwana mioyo yao itakuwa kwa ajili ya roho za watu na sio kwa ajili ya mali za watu. Tupe kusimama tena kama taifa. Mungu, nakujua ya kwamba ni mwaminifu, utatenda. Ni kupitia jina pekee la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki watu wa Mungu. Mungu awabariki wa Tanzania wenzangu. Ninawapenda sana. Naipenda nchi yangu pia. Katika yote Mungu hatatuacha. Yeye ana njia 1000 za kumwokoa mwenye haki. Yana njia 1000 na 1000 za kumwokoa mwenye haki. Kwa hiyo tusiogope, na Mungu atatulinda kwa njia ambayo wanadamu hawezi wakajua. Amen.
Endelea kuomba na Mungu atasimama nawe.